tarehe 24 mwezi wa Mei hapa katika ukumbi huu. Kamati ya pili iliteuliwa na Mheshimiwa Rais tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2017 na ilipewa hadidu za rejea kadhaa za kufanyia kazi ili kuiongoza kamati hiyo katika kufanya uchunguzi wake. Mheshimiwa Rais, jukumu kubwa la msingi la kamati hii lilikuwa ni kuchunguza masuala ya kiuchumi na kisheria kuhusiana na mikataba na mfumo unaotumika sasa kwenye shughuli za uchimbaji, usafirishaji wa mchanga wenye madini kwenda nje ya nchi. Mheshimiwa Rais, naomba kwa muhtasari kufanya marejeo ya hadidu za rejea ambazo kamati ilipewa ili zitumie kufanya kazi hiyo. Hadidu ya rejea ya kwanza kabisa ilikuwa ni kwamba kamati ilipewa jukumu la kufanya tathmini ya mchakato mzima wa usafirishaji wa mchanga wenye madini kwenda nchi za nje kwa ajili ya uchenjuaji, yaani smelting, na kujiridhisha iwapo utaratibu huu unafanyika kwa mujibu wa mikataba husika, pamoja na kutoa mapendekezo ya kuboresha taratibu zilizopo zinazotumika sasa. Hadidu ya rejea ya pili ilikuwa ni kwamba kamati ilitakiwa pia ifanye tathmini ya jinsi ya udhibiti unavyofanyika tangu hatua ya kuchimba, kusafirisha, kuyeyusha na kuuzwa kwa madini yanayopatikana katika mchanga wenye madini ambao unasafirishwa kwenda nje ya nchi, na kubainisha ufanisi ama mapungufu ya mfumo huo katika suala zima la kuzuia upotevu wa mapato ya serikali. Hadidu ya rejea ya tatu ni kwamba kamati ilielekezwa ijiridhishe endapo kuna mrejesho wowote wa taarifa za uchenjuaji wa mchanga wenye madini zinazowasilishwa kwa mamlaka za serikali yetu baada ya hatua za uchenjuaji huo kufanyika huko nje ya nchi. Hadidu ya rejea ya 4 ilikuwa ni kwamba kamati ilielekezwa kutumia matokeo ya uchunguzi wa kamati ya kwanza ili kufuatilia na kubainisha kama serikali inapata mapato stahiki ya kikodi kwa mujibu wa mikataba iliyopo na sheria za nchi. Aidha, kamati ilipewa jukumu la kufuatilia na kubainisha kama iko mikataba kati ya makampuni yanayochimba dhahabu hapa nchini na makampuni yaliyo nje ya Tanzania yanayofanya uchenjuaji wa makinikia yanayosafirishwa kutoka Tanzania, ili kujiridhisha kuhusu uhalali wa biashara hiyo na kama kodi na tozo zote mbalimbali za serikali zinalipwa ipasavyo. Hadidu rejea nyingine ilikuwa ni kamati kulinganisha taarifa za uchunguzi wa kimaabara wa makinikia unaofanywa na maabara binafsi zilizoajiriwa na makampuni yanayochimba dhahabu. Hizi zilinganishwa na taarifa za uchunguzi wa kimaabara unaofanywa na wakala wa ukaguzi wa madini Tanzania, yaani TMAA, na kutoa maoni yake kuhusiana na ulinganifu wa taarifa hizo. Kamati pia ilipewa jukumu la kufanya tathmini ya kina ya upotevu wa mapato ya serikali yanayotokana na usafirishwaji wa makinikia nje ya nchi kuanzia mwaka 1998 hadi leo. Vilevile kamati ilitakiwa itoe mapendekezo yake kuhusu hatua za kuchukua ili kuharakisha teknolojia ya kuchenjua makinikia hapa nchini iweze kupatikana mapema na hivyo kuepuka kulazimika kusafirisha mchanga wenye madini kwenda nje ya nchi. Mwisho, kamati ilielekezwa kupitia mikataba husika ya uchimbaji na usafirishaji wa madini na kushauri endapo inazingatia kikamilifu maslahi ya nchi ama inahitaji kuboreshwa, na endapo itahitaji kuboreshwa basi kamati ibainishe maeneo yenye mapungufu na mapendekezo ya marekebisho yanayohitajika. Mheshimiwa Rais, kwa muhtasari, hizo ndio hadidu za rejea ambazo kamati ilipewa ili kuongoza uchunguzi wake, na muda si mrefu kamati itawasilisha kwako na kukabidhi taarifa yake baada ya kukamilisha uchunguzi. Lakini kabla ya kamati kufanya hivyo, naomba nichukue nafasi hii ili niwatambulishe wajumbe wa kamati, nikianza na mwenyekiti wa kamati ambaye ni Profesa Nehemia Eliakim Nosoro. Yeye ni mchumi, anatoka idara ya uchumi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Naomba mwapigie makofi basi. Wa
pili ni Profesa Longinus Kiaruzi Rutasikala, yeye ni mchumi anatokea Ikulu. Wa tatu ni Dr. Oswald Joseph Mashindano, yeye anatoka ofisi ya msajili wa hazina, ni mchumi. Wa nne ni Bwana Kasimiru Sumba Kiuki, yeye ni mwanasheria anatoka tume ya kurekebisha sheria. Wa tano ni Bwana Andrew Wilson Masawe, yeye ni mtakwimu anatoka mamlaka ya vitambulisho vya taifa. Wa sita ni Bwana Gabriel Pascal Malata, yeye ni mwanasheria anatoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Wa saba ni Bwana Usaji Bernard Yasubisie, yeye ni mtaalamu wa masuala ya fedha kutoka TRA, fedha na kodi. Na wa nane ni Butamo Kasuka Philip, yeye ni mwanasheria anatoka kampuni ya Partner Top Attorneys. Mheshimiwa Rais, nimalize kwa kukushukuru wewe binafsi kwa kukubali kutenga muda wako leo ili kuja kupokea taarifa hii. Na bila kupoteza muda, naomba nichukue nafasi hii sasa kumkaribisha mwenyekiti wa kamati ili aweze kuwasilisha mbele yako na mbele ya wote walioshiriki hapa taarifa ya kamati ya uchunguzi. Asante sana.